Kwa bahati mimi nikapata nafasi ya pili. Mara ya pili nikaomba tena mkoa, nikapata nafasi ya kwanza, ndio nikaenda Dodoma. Shirika la Afya Duniani linakadiria zaidi ya watu bilioni 1 duniani wanaishi na aina fulani ya ulemavu, ambapo karibu sehemu 1/5 ni wanawake. Huku Umoja wa Mataifa unaeleza kuwa mtu mmoja kati ya 6 duniani kote ana ulemavu, ikiwa ni sawa na 16% ya wakazi wote duniani. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, Tanzania bara ina watu wenye ulemavu 6.8%, huku 5.7% ni wanaume na 7.8% ni wanawake. Kati ya watu milioni 1,889,773 wa Zanzibar na 215,434, ikiwa ni sawa na 11.4% ni watu wenye ulemavu. Miongoni mwao 8,100 ni wa umri wa miaka 0 mpaka 65, ambapo kuna idadi ya 6,843 wa miaka 15 hadi 65. Nikukaribishe katika makala maalum ambapo hii leo tunazungumzia mitazamo potofu kwa wanawake wenye ulemavu katika siasa. Mwandaaji wa makala hii ni mimi Asha Kazambo. Karibu tuwe sote mwanzo hadi tamati. Mitazamo potofu kwa wanawake wenye ulemavu katika siasa, ushiriki na ushirikishwaji katika masuala ya uongozi na demokrasia, hasa wanawake wenye ulemavu, unabainishwa katika sheria ya watu wenye ulemavu ya Zanzibar namba 8 ya mwaka 2022 katika kifungu cha 28A. Inaeleza kuwa watu wenye ulemavu wana haki ya kuishi kwa kujitegemea na kushirikishwa katika masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Mgombea wa nafasi ya uwakilishi jimbo la Kojani, nimesimama hapa kuomba kura zenu. Kutana na Katija Mbaruk Ali, anayeishi Kiuyu Minungwini, wilaya ya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba, ambaye ni mpambanaji, mwalimu na mfano kuigwa kwa jamii inayomzunguka kutokana na juhudi zake anazozifanya katika masuala ya kijamii na siasa. Ni mmoja ya wawakilishi anayepigania ndoto zake za kuwa kiongozi. Je, ni kipi kilimshawishi kuingia kwenye harakati za uongozi? Kitu kilichonishawishi kuingia kwenye harakati za uongozi ni vitu vingi. Mimi mwenyewe nimejiona naweza kusaidia wenzangu. Kwa hiyo hilo lilinipa ushawishi kuweza kujitokeza katika harakati hizi za uongozi. Kwanza familia yangu, kwa sababu familia yangu baada kutoa wazo langu hawakuniweka nyuma, akasema huwezi. Wamenipa moyo, wakaniambia unaweza kuwasaidia wenzako, pambana na Allah atakusaidia. Kwa hiyo nikachukua hatua kushawishi jamii yangu kwanza naoishi nayo, nikawaeleza baadhi, wakaniambia sawa, omba Mungu, Allah ndiye kila kitu. Kwa hiyo sikukata tamaa. Baada fursa zile kutoka katika chama changu, fomu baada ya kutoka nikatafuta pesa, nikaenda kuchukua fomu. Mkataba wa kimataifa wa watu wenye ulemavu ambao Tanzania imeridhia kwenye ibara ya 29 inaeleza haki ya kushiriki katika harakati za maendeleo, na moja ya maendeleo hayo ni ushiriki wa watu wenye ulemavu kwenye masuala ya kisiasa. Waswahili wanasema penye nia pana njia. Katija Mbaruk Ali, mbali na kupata nafasi ya kushiriki katika siasa kwa aina tofauti, lakini je, alikuwa anatumia njia gani kuwafikia raia na kuwashawishi ili waweze kumchagua? Changamoto kidogo kwa sababu usafiri sina, lakini pia fedha ilikuwa ni kidogo, lakini hivyo nilipambana kuhakikisha natafuta ka bodaboda na njoo nichukue nipeleke sehemu fulani, naenda nikifika na nashawishi. Kupukutika kwa majani si kufa kwa mti huo, bali ni kufanya umee na kunawiri kwa mahitaji ya kila mtu. Katija alitumia vipi changamoto alizokutana nazo kama nafasi ya kumuinua yeye? Niliona ni fursa kwa sababu kwanza baada kuwa fomu tu kuna watu walinikebehi, waliniona wao wenyewe waliona miguu yao hawakuweza, je afike wapi, ataonekana nani yule. Kwa hiyo ni changamoto ilinifanya niwe na ari, kasema acha nikatolewe mbele, lakini na mimi nishajitokeza na mimi nishapambana. Kweli nilikuwa nakebehiwa, walikuwa wananiona si mtu kama watu
wengine sistahili kuchukua hii nafasi, kwa sababu wengine mpaka wengine wanakuambia atakafanya hili si mpaka aje atuambie sisi. Kwa hiyo ilionyesha kuna kama kitu ubaguzi fulani hivi. Mpango wa maendeleo endelevu SDGs katika lengo lake namba 5 inasema kufanikisha usawa wa jinsia na kuwawezesha wanawake na wasichana wote katika kupata haki sawa kwenye shughuli za kijamii. Khadija Mbaruk anasema nini kifanyike ili ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu hasa wanawake uwe mkubwa kwenye nyanja za uongozi na siasa. Ilani yetu ya chama imeyataja watu wenye mahitaji mara hii katika ilani, lakini tuone hii ilani imetaja inatekelezwa sasa kwa vitendo. Kitekelezwa kwa vitendo ile ilani, tutaona watu wenye mahitaji hatukai nyuma. Lakini pia kwenye serikali tuone na sisi watu wenye mahitaji wanaingizwaje ili ile demokrasia ifanye kazi. Tuone tunashirikishwa kamilifu, si maneno, kwa sababu bado ushirikishwaji ni mdogo. Mkataba wa kimataifa wa kuondoa aina zote za ubaguzi dhidi ya wanawake unaotambulika kama CEDAW uliopitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 1979 katika kifungu cha 2 kinahimiza kutetea haki za wanawake, ambapo kinazitaka nchi wanachama ikiwemo Tanzania kuchukua hatua zote za kuzuia ukatili dhidi ya wanawake, ikiwemo kuwa na michakato maalum ya kuongeza idadi ya wanawake katika vyombo vya maamuzi. Licha ya kuonekana kuwa watu wenye ulemavu hasa wanawake hawawezi kufanya chochote katika nafasi za uongozi, hali imekuwa tofauti kwa Fatuma Ramadhani Shahibu anayeishi katika wilaya ya Micheweni, mkoa wa Kaskazini Pemba. Ni mwanamama aliyepitia hatua mbalimbali za uongozi ndani ya chama hata nje ya chama na kufika hadi ngazi ya juu ya kugombea nafasi ya uongozi. Lakini je, ni aina gani ya uongozi amepambania na kuipata? Mimi nimewahi kugombea nafasi ya uwakilishi kupitia watu wenye ulemavu mara 3. La kwanza nilivyoomba nilimalizia mkoa, kwa sababu pale mkoa mnaomba, mwanzo ilikuwa hivyo, mkoa mnaomba anaipata nafasi ya kwanza ndo anayekwenda Dodoma. Kwa bahati mimi nikapata nafasi ya 2. Mara ya pili nikaomba tena mkoa nikapata nafasi ya kwanza ndo nikaenda Dodoma. Safari hii yani hakuna kupita mkoa. Tulikwenda moja kwa moja kujadiliwa kule Dodoma, tukarudi tukasubiri watu rudi majina yao, ndo walirudi tena. Kwa bahati jina langu lilirudi. Siku zote ibada njema inaanzia nyumbani. Hii imeleta furaha na shangwe kwa Fatma kutokana na familia yake na jamii inayomzunguka kuweza kukubaliana na kile ambacho kilikuwa ndoto na njozi siku zote za kuanza kutimia. Lakini je, ni kwa namna gani familia yake iliweza kumshika mkono? Alipokea vizuri tu kwa furaha. Na yeye alinipa moyo, akaniambia mbona unaweza. Kwanza nilikuwa na mashirikiano makubwa na familia yangu pamoja na mume wangu. Kwa hiyo ilikuwa mimi kama sehemu nataka niende, natoka hapa na mume wangu, au siku nyingine kuna kijana ananipeleka, namtafuta, ninatia mafuta kama kwenye Vespa kwenye gari. Harakati nyingi zimekuwa zikifanyika katika kutafuta usawa wa wanawake katika uongozi, hasa wanawake wenye ulemavu. Ilikuwa na ushiriki na ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu. Taasisi mbalimbali zisizo za kiserikali zimekuwa mstari wa mbele katika kutetea usawa wa kijinsia, kama vile Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania, TAMWA Zanzibar. Kimekuwa kikichukua nafasi kubwa katika kuwashika mkono wanawake kuingia kwenye harakati za uongozi. Swali la kujiuliza, taasisi hizi zinashiriki vipi katika kuhakikisha kuna kuwa na usawa wa nafasi za uongozi kwa wanawake wenye ulemavu? Amina Ahmed Mohamed ni kaimu mratibu wa TAMWA ofisi za Pemba. Ni kweli hicho tunakifanya, na si watu wenye ulemavu tu, tunafanya kwa watu wote ambao ni wanawake. Kila ambaye ana uwezo, ambaye hana, sisi tunawasaidia. Vipi tunawasaidia? Tunawasaidia kupitia vyombo vya habari. Kikawaida inakuwa Chama cha Waandishi wa Habari, tunatoa mafunzo kwa waandishi wa habari juu ya masuala mbalimbali, ikiwemo hili la wanawake kuweza kushiriki katika masuala haya ya siasa na demokrasia. Wao wanaandaa vipindi na programu mbalimbali za kuelimisha jamii katika kuona kwamba wanawake na watu wenye ulemavu pia hawakai nyuma katika masuala haya ya siasa na demokrasia. Mimi naitwa Hafidh Abdi Said, ni mkurugenzi wa mradi wa Swell
katika taasisi ya Pegao. Ukisema Swahili maana yake ni mradi unawajengea uwezo kuna mama au wanawake katika masuala ya uongozi na demokrasia. Vyama wote tuzungumze nao. Shubuha zilikuwa nyingi, masuala ya dini, masuala ya kwamba mwanamke na nini, lakini kwa sasa alhamdulillah rabbil alamin tunashukuru kwamba kidogo hali imepungua sana na wamepewa nafasi kubwa ya kuweza kushiriki katika nafasi. Ndio maana kukuta nafasi wanawake wameongezeka kwa pakubwa. Jamii tunawasiwaambie kama mwanamke siku mwezesha wanaweza. Tukiwapa nafasi kufanya kazi vizuri, nafikiri tutaona maendeleo makubwa sana. Tuwape fursa na tuwachague, tuone maendeleo ya mwanamke. Wale tuna data letu tumelitayarisha kwa ajili ya kuona kwamba kila anayehusika na masuala haya anaingiza data zake, tunaziona. Tumeshirikisha taasisi nyingi ambazo zinafanya mambo kama haya. Kwa hivyo zile takwimu zikiletwa tunaziona zina move kila siku na zinafuata. Na maana ukiangalia takwimu watu ambao tuka form, takwimu ya watu waliotiania na takwimu watu waliopita, basi tofauti miaka yote ile iliyopita. Kwa hivyo maana ile juhudi huko tukizifanya ilikuwa zimeleta faida kubwa. Lakini pia kwa sababu katika mihamasisho zetu kwa kuhamisha masuala ya jamii, kuona maendeleo katika jamii. Kwa hivyo hata bado wengine hawajapata nafasi za uongozi. Lakini kwa sababu tulikuwa lazima washiriki na jamii hao walionao pale, wajifunze mambo fulani, walikuwa wakifanya ile juhudi za kusaidiana na jamii na kamati ambazo wakianzisha na kuomba project au na kampeni na shida fulani wakazitatua kwa muda ambao. Lakini je, nini kifanyike ili kuwa na wanawake wengi katika nafasi za uongozi, hasa watu wenye ulemavu? Nchi yetu imekubali mkataba wa kimataifa kwa watu wenye mahitaji maalum. Kwa ule mkataba ufanye kazi kiuhakika, usifanye kazi kimaneno, kwa sababu kiuhakika ni sisi wenyewe kuona tunashirikishwa kikweli. Kubwa ni kwamba serikali, vyama pamoja na wadau mbalimbali walipigie kelele swala hili, kuona watu wenye ulemavu wanapata haki zao, si kwenye maneno tu, kwenye vitabu au kwenye maandishi tu, wawe wanapata haki zao kwa vitendo. Nawaomba marais wetu wote wawili waliangalie hili kwa jicho la huruma. Ili kufikia usawa wa watu wenye ulemavu kushirikishwa katika siasa nchini, sera ya vyama vya siasa zinagusa katika makundi mbalimbali, hasa watu wenye ulemavu. Rashid Omari ni katibu wa itikadi, mafunzo na uenezi kutoka Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kaskazini Pemba, na Mbwana Haji Mbwana kutoka Chama cha Wananchi CUF. Katika chama chao, sera na ilani inasemaje kuhusu watu wenye ulemavu kushiriki kwenye nafasi za uongozi? Lakini pili, ukifika pale tunampa kipaumbele. Kama tulikuwa tuna kazi za watu 15, basi yule akija tutamsikiliza wa kwanza, kwa sababu ni mtu ambaye hatakiwa acheleweshwe wala hatakiwa avunjwe moyo, anatakiwa apewe moyo, kwa sababu hali ile si yeye tu, hata mimi kama hivi ni mzima, mwili mzima, lakini muda wote Mungu anaweza kubadilisha chochote kile. Kwa hiyo nikimpuuza yule, sikumwekea mazingira mazuri, jiulize mimi nikija nikiwa vile, nani atanitengezea mazingira mazuri? Wakati mimi nilikuwa kiongozi nilikosa kumtengezea mazingira mazuri mtu mwenzangu. Kwa hiyo napata kusema kwamba watu wenye mahitaji maalum ndani ya Chama cha Mapinduzi wamepewa kipao mbele. Ilani ya chama chetu iko vizuri sana. Imewapatia 25% walemavu kushika nafasi ndani ya chama, lakini na ndani ya serikali. Chama kimetutaka sisi kupitia ilani hiyo tuhakikishe kwamba kila jimbo na kila wilaya na kila mkoa walemavu tunawapatia hiyo nafasi hiyo. Ili kukabiliana na mitazamo potofu katika masuala ya siasa, hasa kwa watu wenye ulemavu, taasisi za kiraia za kutetea watu wenye ulemavu zinasemaje? Mwadini Juma Ali, afisa watu wenye ulemavu kutoka Baraza la Taifa la Watu wenye Ulemavu, anasema nafasi kubwa sana kupitia Baraza la Taifa la Watu wenye Ulemavu kuhakikisha kwamba fursa hizi au haki hizi zinapatikanika kwa namna moja na namna nyingine, kwa sababu mtu mwenye ulemavu kwamba, na kama alivyosema ndugu yangu Shamte, kwamba ni haki ya kila mmoja. Sawa, ni haki hizi ni sasa na haki za binadamu kawaida. Kwa hiyo haina haja kumbagua katika nani. Kwa hiyo Baraza la Taifa la Watu wenye Ulemavu Zanzibar pamoja na Pemba zimefanya jitihada kubwa sana kuhakikisha kwamba fursa hizi zinazingatia usawa kwa namna moja namna nyingine. Na tukiangalia hili, mafanikio ni kwamba ni kweli kwenye masuala ya haki watu waliingia kwenye masuala ya kuchukua fomu, na pia vile ukiacha kuchukua fomu vile vile. Hija Shamte, ambaye ni afisa mahusiano kutoka Shirikisho la Jumuiya ya Watu wenye Ulemavu Zanzibar, Shijuaza, anasemaje juu ya kile ambacho wamekuwa wakikifanya katika kutetea kundi la watu wenye ulemavu waweze kushirikishwa kwenye nafasi mbalimbali za uongozi? Tunaamini katika ujumuishi na tunasema kwamba
tupo kwa sababu mpo, nikimaanisha kwamba watu wenye ulemavu ni sehemu ya jamii. Kwa hiyo ni muhimu kuweza kushiriki na kushirikishwa katika michakato yote ambayo inayohusu jamii, kuanzia ngazi ya chini ya familia, jamii, hadi huku juu kwenye taifa. Tumekuwa na maendeleo, tunaona maendeleo katika sekta ya uzingatiwaji wa haki za watu wenye ulemavu Zanzibar, tukilinganisha na huko nyuma tulipotoka. Kama ukichunguza tu kwa huu muda wa miaka 5 ambao pia umetuwezesha kupata sheria mpya ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2022 ambayo imewezesha pia upatikanaji wa baraza la watu wenye ulemavu, tumeweza kuona ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu katika sekta mbalimbali ikiwemo siasa. Kuna kila sababu ya kujivunia juu ya haya mambo au juu ya hizi hatua ambazo tunazoenda nazo. Katika maendeleo ya mtu mmoja, lazima kuna mtu wa pembeni anafuatilia kwa karibu hatua za kila mtafutaji, iwe kwa siri au wazi. Je, wananchi wanazungumziaje uongozi kwa watu wenye ulemavu? Jambo zuri sana, kwa sababu tukiangalia wanapokuwa wana mtu ambaye anakuwa yuko ngazi za juu ambaye kwa na ulemavu, wanapata kuwa na utetezi zaidi, na wao wanakuwa na hali nzuri ya kuishi na kupata mtu wa kuwakilisha kwa ngazi za juu. Ni kweli kwamba mtu anaweza kuwa si mlemavu na akashughulikia mambo mazuri ya walemavu, lakini akikaa mlemavu ngazi ya juu itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu yeye ndo anajua kile kitu ndo anakijua. Sasa mlemavu mwenzangu anatakiwa afanywe hivi. Kwa hiyo inaonyesha kwamba akiwa kiongozi, akiwa mlemavu ambaye mwenye fikra na mawazo, basi inakuwa ni chachu ya maendeleo kwa walemavu wenzake na kwa taifa kwa ujumla. Ni kuhakikisha kuwa watu wenye ulemavu wanashiriki kikamilifu katika michakato ya kisiasa, kama vile kupiga kura, kugombea nafasi za uongozi, kushiriki kwenye vyama vya siasa na kushiriki katika mijadala mbalimbali ya kisiasa. Kwanza, umuhimu wa mwanzo, inakuza usawa wa haki. Pili, inatoa fursa kwao kutoa sauti yao na kutetea haki zao. Alafu, inasaidia kutunga sera jumuishi zinazowazingatia wao. Inatia moyo wengine wenye ulemavu kushiriki katika jamii. Ili kuwepo kwa usawa wa kushirikishwa watu wenye ulemavu kushiriki kwenye masuala ya uongozi, hasa wanawake, serikali imekuwa ikichukua jitihada kubwa katika kuwashirikisha watu wenye ulemavu katika sekta mbalimbali kwa lengo la kutoka nyuma. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Harus Said Suleiman, anasema hao wote ni watu ambao nawahamasisha kupitia wizara yangu, lakini watu wenye ulemavu tunawahamasisha zaidi kugombea katika nafasi mbalimbali. Kwa nini? Kwa sababu ni kundi ambalo kwanza liko nyuma kutengana na mazingira yao, lakini ni kundi ambalo linakata tamaa sana. Kwa hiyo tumepata nafasi ya kuwahamasisha sana, kuwahamasisha mara nyingi kupitia mikutano mbalimbali, kupitia ziara mbalimbali, ili na wao watumie nafasi yao ya msingi ya kuomba uongozi katika nafasi hizi za uchaguzi huu wa 2025. Na hata hivyo wapo ambao nimewaona wamejitokeza. Katika ulimwengu ambao mara nyingi huhusisha mafanikio na ukamilifu wa kimwili na kiakili, ni muhimu kufahamu kuwa kuna watu wenye ulemavu ambao wameweza kuvuka changamoto hiyo na kutenda mambo makubwa yanaweza kuwa mfano wa kuigwa duniani, kama ilivyo kwa Sofia Mbieyela wa Tanzania na Suha Chandran wa nchini India. Msikilizaji, hadi kufika hapo sina la ziada. Ulikuwa unasikiliza makala ya mitazamo potofu kwa wanawake wenye ulemavu katika siasa. Mwandaji na msimuliaji wa makala hii ni mimi, Asha Kazambo. Niseme asante na kwaheri kwa sasa.